Assalamu alaikum. Ni katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na siku ya kipekee sana kwa Waislamu wa Lile. Watu wamefurika kutoka sehemu tofauti tofauti kwa lengo moja tu la kuja kupata chakula cha roho, yani mawaidha, lakini pia kupata iftari ya pamoja. Mashehe wamesafiri umbali mrefu kutufata waumini kwa ajili ya kutukumbusha kuhusu Uislamu wetu. Kutoka Belgium yuko hapa Sheikh Salum. Unaweza kulia mamako wa mzee? Sheikh Mohammed. Hivi kuanzia tarehe 1 mpaka hii tariki, ndugu yangu Muislamu, ulishasoma juzu ngapi? Sheikh Nasor. Wewe mwili wako umekaa karibu saa 12 13 bila kula. Alafu hivi tushabazo naanza kushusha sura. Na Sheikh Haji Wilme. Ndugu katika kuomba maghfira ya Allah tabaraka wa taala, kuleta istighfar kwa wingi. Kwa hakika mada zao zilikonga nyoyo za waumini. Maana baada ya muhadhara niliongea na watu wengi kutaka kujua walinufaika nini na kile kilichofanyika hapa. Na wote walikuwa na sura za furaha na maoni yenye ladha kwa kufurahishwa kwao na kile kilichotokea hapa. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema innamal a'malu binniyat, mtu atalipwa kutokana na nia alionayo. Kwa Mwenyezi Mungu atutakasie nia zetu. Ilikuwa ni siku ya furaha na tulinufaika sana. Na msimamizi wa muhadhara Ustazi Mweusi alimkaribisha Sheikh Haji Wilmen kuwa wa kwanza kutufikishia dawa. Kalamu adabu min adwati al-ilm, ni silaha miongoni mwa silaha za elimu. Kwa hiyo wewe kama Muislamu, kwa kuwa ni wajibu kwako wewe kusoma, unapaswa kuwa na kalamu. Kuna mengi tutafikishiwa na mashekhe zetu hapa biidhnillah jalla wa ala, watazungumza, lakini ni maneno na Wafaransa wasema les paroles s'envolent. Inabidi tuandike sehemu biidhnillah, kwa sababu kesho kama jinsi Allah amesema Qur'ani, wa ma kana rabbuka nasiya, mwanadamu asli, mwanadamu mwenye kusahau. Billahi jalla wa ala, utachukua karatasi yako na utarejea inshallah. La répétition est la mère de la science. Kwa hiyo kama mnavyoona, hawa ndio wageni wetu rasmi kwa siku ya leo. Tumepata fursa adhimu. Wallahi tuombe kwa Mwenyezi Mungu azidi kuwapa afya, azidi kuwaweka biidhnillah jalla wa ala. Khairu kalami makana wa dalla, maneno mazuri ni machache na yenye kueleweka. Kwa hiyo tunaanza na mgeni wetu, kijana wetu, ustazi wetu Haji Wilmen. Tusikie zawadi ambayo ametuletea kwa siku ya leo biidhnillah jalla wa ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Alhamdulillah. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اهتدى بهديه واستسن بسنته ودعا بدعوته. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. Amma baada ya kumshukuru al-Haq subhanahu wa ta'ala na kuzitaka rahma na amani zimwendee mwalimu wetu, kiongozi wetu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye na masahaba zake na wake zake na waislamu wote watakaofuata sunna zake mpaka hiyo siku ya kiyama. Tunamuomba Allah tabaraka wa ta'ala tujalie tuwe miongoni mwa hao. Allahumma amin amin amin. Ndugu zangu, kabla ya kuzungumza, ningependa nizitoe shukrani za dhati kwa kunifikiria kuwa mgeni wenu. Sio kwamba mimi nina elimu kubwa kuwazidi, bali kama tunavyofahamu katika dini yetu ya Uislamu, mgeni huwa anapewa takrima. Kwa hiyo nashukuru kwa takrima yenu pamoja na elimu yangu chache ambayo niko nayo, lakini mkanifikiria na mimi niwe miongoni mwa walimu zangu. Allah tabaraka wa taala awajaze kila la kheri. Allah tabaraka wa taala ajalie kikao kama hichi kiweze kutuachia manufaa yatakayotufaa katika dunia yetu na akhera yetu. Allah tabaraka wa taala kama alivyotukusanya hapa, basi atukusanye siku ya kiyama chini ya bendera ya la ilaha illa Allah pamoja na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa fahman wa imanan wa rashada. Ndugu zangu,
ningependa nikumbushe ya kwamba tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na malengo ya kutuletea mwezi kama huyu Allah tabaraka wa taala anatutaka tuwe wacha Mungu. Kwa hiyo ningependa nichukue kipengele kifupi ambacho kwamba ni moja miongoni mwa asbab za Muislamu kuupata ucha Mungu, ambacho ni kipengele cha istighfar, kumwomba Allah tabaraka wa taala msamaha. Allah tabaraka wa taala kama ilivyokuja ndani ya suratu Al-Imran aya 135, afwan aya 133, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, atambia walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah tabaraka wa taala katika kuwasifu wacha Mungu atuambia wacha Mungu ni wale ambao idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, wanapofanya maovu, wanapoteleza, wanapofanya machafu, kazidhulumu nafsi zao. Na ni kweli tumezidhulumu nafsi zetu kulikokuwa katika hali ambayo kwamba ni ya kusikitisha. Leo ni jambo la kawaida mwanadamu inapoingia Ramadhani anakuwa na mandhar, anakuwa na hali nyingine, lakini Ramadhani inapoondoka mwanadamu anarudi katika yale maasi na yale machafu aliyokuwa akiyafanya siku zote. Hali inasikitisha jamanini. Tunaishi katika mazingira, tunaishi katika hali kana kwamba Allah tabaraka wa taala ametupa taarifa ya kwamba malakul mauti atatutembelea wakati wa Ramadhani. Naomba Allah tabaraka wa taala atujalie ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani tuwe ni wenye kukimbilia maghfira yake na tuweze kuyapata. Amen. Ndugu zangu, hadafi takunu sur'atul intilaq, kwa kadri ya lengo yatakiwa muislamu akimbilie lengo kama lile, lakini sisi tumegeuza. Allah tabaraka wa taala alivyotuumba na kutujua ametuwekea njia, sisi tumechukua ile njia Allah tabaraka wa taala aliyotuwekea mbele, tukafanya nyuma, nyuma tukafanya mbele. Katika masuala ya kidunia tuakimbilia, tuko tayari kuiacha akhera yetu, lakini katika masuala ya kiakhera hakuna wavivu kama sisi. Nimependa nichukue mada inayosema Ramadhani na istighfar, lakini vile vile hata Ramadhani itakapokwisha tudumu katika hali za kumuomba Allah tabaraka wa taala msamaha, la'allakum tattaqun. Ucha Mungu tunaotafuta ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi tutafute ama tudumu katika hali ya kusikitikia madhambi yetu, kwa sababu ni mengi tunayomkosea Allah tabaraka wa taala, lakini sio hali nzuri ya kwamba tutakuwa tukisubiri Ramadhani ndio tuweze kuleta istighfar. Ahibati fillah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuumba na kutuwekea kanuni na sheria hapa duniani, Allah tabaraka wa taala akatupa njia za kupitia ili tuweze kufikia huyo cha Mungu. Leo mwanadamu, hata unaponunua simu yako, labda ni simu ya Kichina, ukachukua ukasoma yale maelezo, unaambiwa hiyo simu screen yake ikiangukia maji itakuwa hivi. Yani unachunga na kusoma maelezo ili mradi kitu chako kisipate hasara. Basi na Allah tabaraka wa taala baada ya kutuumba akatuwekea na sheria, akatuwekea njia. Mwataka ucha Mungu ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani, fateni njia niliyowawekea. Wanachoona wanatuambia biqadri alhadaf takunu sur'atul intilaq, kwa kadri ya lengo ndio mwanadamu anatakiwa afanye uharaka wa kukimbilia lengo kama lile. Katika mifano ambayo kwa mimi napenda kupiga, angalia wengi miongoni mwetu ambao kwamba kabla ya kupata makaratasi tumepitia katika hali ama katika njia ya kuwa wakimbizi. Kadri siku za kusamba zinapokaribia, hali yako inakuwa vipi? Takunu sur'atul intilaq, unakuwa na uharaka wa kulikimbilia lengo kama lile. Basi Allah tabaraka wa taala ametupa. Ndugu zangu, nitamalizia na maneno mafupi ya Al-Hasan al-Basri rahimahullah, akituambia hakuna siku hata moja utapambazukiwa na asubuhi isipokuwa siku kama ile itanadi na kukuambia na kukutolea mawaidha na kukukumbusha mwanadamu, inakwambia ana khalqun jadid wa ala amalika shahid, mimi ni siku mpya na katika matendo yako mimi ndio nitakuwa shahidi siku ya kiyama. Yani leo Ramadhani ya 8 ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani mwaka huyu, hii ikiisha imeisha ndugu yangu, utarudi kukutana nao siku ya kiyama ikutolee ushahidi. Uliipamba vipi? Uliipuuza? Ulidumu katika kuomba maghfira ya Allah tabaraka wa taala?
kuleta istighfar kwa wingi, siku yako inakwambia ya ibn Adam, ana khalqun jadid, mimi ni kiumbe mpya kwako, wa ala amalika shahid, na katika matendo yako mimi ni shahidi. Fatazawwad minni, jitahidi sana katika siku kama hiyo uweze kufanya mengi yatakayokusaidia mbele ya Allah tabaraka wa taala. Fa inni idha madaitu la a'ud ila yawm al-qiyamah, hakika mimi nitakapopita sirudi mpaka siku ya kiyama, ndio tutakutana huko. Na katika maneno mengine akituambia ya ibn Adam, innaka anta ayyamun kullama madha yawmun naqasa min umrika shay, wewe mwanadamu, hakika wewe mwanadamu ni masiku, mimi na wewe ni masiku. Na ndio maana utakapofariki watu hawaridhiki kukuita jina lako mpaka watie marehemu fulani, kwa sababu wewe mwanadamu ni masiku. Kullama madha yawmun naqasa min umrika shay, kila masiku yanapoisha ndivyo umri wako unavyoisha. Yani Al-Hasan al-Basri, nikaangalia risala zake mbili hizi nikaja kupata mawaidha. Al-Hasan al-Basri anakuambia wewe mwanadamu ya kwamba katika hii dunia ukitaka kufaulu, badilisha nini? Badilisha muono, usione kwamba unaishi bali ona kwamba unaisha, kwa sababu kadri masiku yanavyokatika na wewe unakatika, kadri masiku yanavyokuisha na wewe unakwisha. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tudumu katika hali ya kumuomba Allah tabaraka wa taala istighfar kwa wingi, tusuluhishe hali zetu na tukumbuke ujumbe ambao kwamba tumeanza nao, biqadri alhadafi takunu sur'atu alintilaq, kwa kadri ya lengo mwenye akili ndio ukimbilia lengo kama lile. Siku zinapokatika umri haurudi nyuma, siku zinapokatika kaburi lako halikukimbii bali linakukimbilia. Ikiwa umeandikiwa umebakiza Ramadhani 3, basi ujue Ramadhani kama hii itakapoisha utakuwa umebakiza Ramadhani 2, na huenda miongoni mwetu kuna ambao wamebakiza Ramadhani 1 ndio ya mwisho, lakini mtu akawa bado katika ghafla, katika hali ya kughafilika. Ramadhani ikaisha akarudi katika maasi na kifo kikamkuta katika hali kama hiyo. Tunamwomba Allah tujalie husnul khatima. Nitamalizia na maneno ya Ibn al-Jawzi rahimahullah akituambia innal khayla idha sharafat nihayat al-midmar asra, atuambia hakika farasi anapochelea kufika mwisho wa mashindano ndivyo. Allahu akbar. So tunaangalia, ukiangalia katika TV farasi wanaposhindana, yani wale farasi wanapoona mwisho ndio pale wanaongeza spidi zaidi, kila mmoja yuwataka kubaki nani? Yuwataka kubaki mshindi. Kisha yuwaturudilia sisi wanadamu, mimi na wewe, kadri miaka inapokatika na umri unapokwenda, je, ndivyo tunavyokimbilia akhera ama ndivyo tunavyoisahau? La kusikitisha ndugu zangu, sote ni mashahidi. Angalia hata misikitini, Ramadhani inaanza misikiti imejaa, lakini Ramadhani ikibakiza lile 10 la mwisho, safa zinabaki 2-3. Ilitakiwa kila unapochelea mwisho katika maisha yako ndivyo uongeze spidi ya uchamungu. Kisha yuwauliza mwanachuoni Ibn fala takunil khaylu afdala minka, usimfanye kuwa farasi ni mbora kushinda wewe mwanadamu. Wewe una akili, farasi anapoona pale ndio mwisho yuwafanya jitihada aweze kuwa mshindi. Mimi na wewe tunapoona pale ndio mwisho wa Ramadhani tunafanya nini? Kila mmoja anamkimbilia bwana hija kushonesha nguo ya Eid, wala hana hata muda tena na kufikiria kwamba siku zinaisha, huenda ni Ramadhani yangu ya mwisho, wacha nikimbilie maghfira ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo maneno ya mwanachuoni Al-Hasan al-Basri, maneno ya Ibn al-Jawzi yanaambatana na maneno ya Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'ani, biqadri al-hadafi takunu sur'atu al-intilaq. Wataka kufaulu katika dunia yako na akhira yako, kadri Ramadhani zinapopita zidisha uchamungu. Kadri uhai unavokatika, ulikuwa na miaka 20 umekwenda 30 unaingia 40, ndugu yangu ala zidisha uchamungu. Kifo kikija kitumi barua posta,
wala hakikupi taarifa, wala hakikupigii simu. Zidisha ucha Mungu. Tunafika mwisho, hatuishi bali tunaisha, tunakwenda kukutana na Allah tabaraka wa taala muda si mrefu. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atujalie tuweze kuupata ucha Mungu ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, ningependa niishie hapa. Namuomba Allah tabaraka wa taala ajalie kikao kama hichi kiwe ni sababu ya kila mmoja wetu kufaulu katika dunia yake na akhera yake. Namuomba Allah tabaraka wa taala atujalie mafanikio na sio maendeleo, kwa sababu hata Firauni alikuwa na maendeleo mengi sana, lakini mwisho wa kufanikiwa. Na Bilal ibn Rabah alikosa maendeleo katika dunia yake, lakini yuko minal muflihin. Kwa hiyo maendeleo si bora kushinda mafanikio. Na kusikitisha, kwa kuipenda dunia zaidi tunakimbilia maendeleo kuliko mafanikio. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala kila mmoja wetu aweze kufanikiwa katika dunia yake na akhera yake. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala ndugu zetu ambao wameshatangulia mbele za haki, tunamuomba Allah tabaraka wa taala warahamu katika makaburi yao. Na sisi atujalie husnul khatima. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala, kuna ndugu zetu, kuna waislamu wenzetu wao katika nchi ambazo kwamba ziko katika hali ya kivita, ikiwemo Kongo na nchi zingine zinazopatikana waislamu. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala aweze kuwanusuru, aweze kuwatoa katika hali kama hiyo, awadumishie amani wao na sisi. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala ndugu zetu wa Mayotte ambao kwamba nadhani kila mmoja amesoma information kwamba katika wiki kama hii kutarudi kupita tena upepo mkali. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala awastiri na vile vile na sisi sote atustiri. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Tukizungumza ibadati, yani ni mambo mengi sana ambayo yanapaswa kufanyika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Si kana kwamba eti miezi mingine haupaswi kufanya ibada. Hapana. Waman kana yaabudu Ramadhani, yule ambaye alikuwa anaabudu tu Ramadhani, au huwa yeye ikifika Ramadhani ndio anaichukulia kawaida yake, yeye tunafungaga, tunakuaga, tunasali, tutashinda na njaa. Ramadhani itaisha. Je, utarudia kule? Ndio swali la kujiuliza kila mmoja. Baada ya Ramadhani nitafanya nini? Baada ya Ramadhani imenibadilisha nini? Baada ya Ramadhani nimefaidika nini? Baada ya Ramadhani nilifanya mambo gani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alipenda wanadamu tuyafanye? Yaqulu subhanahu wa ta'ala, ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi ambayo mlioamini. Allah anatuita kwa nidaa ya wito wa waaminifu, kwa sababu ndugu yangu Muislamu, hadi ufikie kuwa muaminifu, hadi ufikie kuifunga saumu, lazima ulikubali zile tano za Kiislamu. Nguzo tano za Kiislamu au za Uislamu unakuwa umeshazitimiza wewe, hadi Allah kuite ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini. Mliamini nini? Mlianza na shahada an la ilaha illallah anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ilifika Ramadhani ukasimamisha sala, ukatoa zaka, wasaumu Ramadhana, ikafika Ramadhani ukafunga, wa hajjul baiti liman istata'a ilaykumus sabila, na ukafikia kwenda hija kwa ambao uliona. Ukiwa na hayo mambo ndugu yangu Muislamu, wewe tayari umeshaukamilisha Uislamu, na ndio Allah hapa anakuita uko muaminifu. Kwa sababu muaminifu hadi Allah subhanahu wa ta'ala akuite muaminifu, unakuwa umeshakuwa na hizo nguzo tano, kwa kushuhudia kwamba hakuna mola pasai kuabudiwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio mwezi wetu mtukufu wa Ramadhani Allah subhanahu wa ta'ala anauleta kwa waaminifu, na haijaanza kwetu. Amesema kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ilivyofaradhishwa au kuandikwa kwa wale ambao waliokutangulieni. Na wote lengo lilikuwa ni moja, objective ni kwamba ili tupate nini? Tupate uchamungu. Ndugu zangu Waislamu, uchamungu wa Ramadhani zetu za kileo tunaupata vipi? Kwa kukaa tunakesha mchana wake, kwa kuangalia series za movie tofauti, kwa kutoa series hii, kutoa season hii na kuleta nyingine, au kwa ibada gani ambazo tunazozifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani?
Hilo ni swala la kujiuliza, bali insan ala nafsihi basira. Wewe hapo ulipo ndo utajua kuanzia tarehe 1 Ramadhani hadi hii tariki ya leo nimeshafanya nini ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Je, nimefunga kweli au nilishinda na njaa? Ma maana siyam au saum? Saumu zina maana gani au ina maana gani saumu? Al-insan ni kujizuia kula na kunywa an kulli ma nahana Allah, kwa yote yale ambayo ni ya kujizuia kuyafanya ndani ya saumu au ndani ya masiku. Ndugu zangu Waislamu, Allah anasema miongoni mwa sababu ambazo alifaradhisha au alileta mwezi mtukufu wa Ramadhani, inna sababa takrimu shahra Ramadhan wa sammu manzilatihi baina shuhuril am. Moja katika sababu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alitushushia mwezi mtukufu wa Ramadhani, anasema na ikawa ni shahru, yani al-mashhurul alam, ni mwezi ambao unaeleweka na unafahamika ndani ya ulimwengu. Anasema lengo kubwa huwa au sababu kubwa ya mwezi mtukufu wa Ramadhani huwa nuzulu al-Qur'anul Karim fihi. Katika jambo kubwa la mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kushuka kwa Qur'ani tukufu. Ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala alikusanya na kuanza kuitoa au kuishusha kupitia wahi kwa manabii zake au kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Waqad farada Allahu siyamahu, na ndani ya mwezi huyo mtukufu subhanahu wa ta'ala ndio kafaridhisha hiyo saumu. Wasanna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na miongoni mwa sunna zake Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema qiyamuhu i'lanan li hadhihi al-fadl, alisimamisha au alifanya visimamo kwa kufaradhisha mwezi huyo mtukufu. Akasema wahtifau bihadha sharaf al-azim, na ndio ikawa huyu mwezi kuonekana utukufu wake na sharafu ya mwezi huyu mtukufu, haithu ja'alahu Allahu wi'a linuzuli kalamillah. Ni katika ndani ya mwezi huyu mtukufu wa Ramadhani ndio palishuka maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni Qur'ani ila ibad, katika waja wake Mungu subhanahu wa ta'ala, nuran wa hidayah, ni nuru ilikuja kuwa mwanga na uongofu kwa nani? Kwa sisi ambao ni waja wake, wa salahan lidinihi au lidinihim wa dunyahum, ili kuja ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ije kuwa kama vile ni sabuni ya kutakasa nyoyo zetu sisi wa binadamu kwenye dini yetu na dunia yetu pia, kama qala Allah subhanahu wa ta'ala shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran huda linnasi wa bayinatin min alhuda walfurqan. Ni ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani alladhi unzila fihi alquran, ni mwezi ambao ulishuka hiyo Qur'ani, huda linnas, ni uongofu kwa waaminifu, na ukafikia ukajaliwa kusimama ndani ya usiku wa mwezi wa Lailatul Qadri, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, utasamehewa madhambi yako yote ambayo yaliyotanguliwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na jambo kubwa muhimu la kufanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ili tuone kama tutafikia kwenye huyo ucha Mungu na kupata mwezi mtukufu wa Ramadhani faida zake, anasema dhikri kubwa ambayo inafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kuisoma sana Qur'ani. Hivi kuanzia tarehe 1 mpaka hii tariki, ndugu yangu Muislamu, ulishasoma juzu ngapi au umeshasoma sura ngapi ndani ya kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala? Amesema Allah subhanahu wa ta'ala, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Je, hamuoni kama katika kuifanya dhikri au kumkumbuka Allah au kumtaja Allah, tatma'innul qulub, ndio utapata utulivu wa nafsi? Unapoisoma Qur'ani au unaposikiza Qur'ani, wallahi kwa mtu ambaye atakaa amefunga saumu yake imanan wa hisaban, akawa na imani, bila shaka katika kusikiliza Qur'ani au katika kuisoma Qur'ani utakuwa utulivu fulani ambao utaupata, kwa sababu ni mwezi ambao umeingia au umeshuka hiyo Qur'ani. Basi tukithirishe sana katika hali ya kufanya nini? Ya kuisoma Qur'ani. Tapenda nisimamie hapa, tuimizane sana
katika kufanya dhikri ndani ya huyu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tuhimizane sana, Allah tujalie tuwe miongoni wa ambao walidiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani na tukafaulu na ituachie athari. Tusiwe miongoni mwa wale ambao walidiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani wakaishia kushinda na njaa au na kufanyeje na kuwa na kiwi tu. Baada ya Ramadhani wewe mwenyewe ujiamlie, kweli nilibadilika, kweli niliacha yale ambayo Allah amekataza. Allah tujalie tu miongoni mwa hao. Amen. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Tusome sana Qur'ani, tufanye sana dhikri, Allah atatufungulia yote yale ambayo tunayaona sisi ni mazito na ni magumu kwetu. Endapo tutafunga mwezi wetu mtukufu wa Ramadhani huyu, endapo tutafunga saumu yetu hizi ambazo tuko hemo, imanan wa ihtisaban, kuwa na imani na kutarajia malipo kwake Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi tutafaulu na baada ya Ramadhani tutaona athari. Tusirudi kule ambao tumekuwa mwanzoni, kwa sababu innamal ibra bil khawatim. Dini huwa inatizama au hikma na busara inaangaliwa umeanzaje na umemalizaje. Na Ramadhani tuimalize, Allah tujalie tuwe miongoni mwa ambao tutaimaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani kama vile alituchagua miongoni mwa wengi kuanza huyo mwezi mtukufu wa Ramadhani, si kwa uwezo wetu au kwa ujanja wetu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا برحمتك أرحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. Kwanza tunatoa shukrani kwa shehe wetu kwa kutufikishia mawili matatu, kakumbusha mada ambayo ni muhimu sana, na Uislamu kama Uislamu umezungukia kwenye takwa. Wa ila alikumbusha kwanza kitu cha kwanza ambacho katuonyesha kuwa Allah ni mwadilifu, kama jinsi amesema kwenye Qur'ani suratul Nahl, akasema wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasul an ya'budu Allah wajtanibu at-tawaghut. Waislamu kamwe abadan Allah hatomwazibu binadamu yoyote isipokuwa amemtumia mjumbe. Allah hatomwazibu mwanadamu yoyote isipokuwa amefanya amemfikishia. Kwa hiyo ikiwa jambo limekufikia wewe, umefikishwa ujumbe kuwa hili jambo ni haramu na ukalifanya, unapata dhambi. Lakini ikiwa imetokea ukafanya jambo na ulikuwa hauna aibu na hiyo jambo, Allah anasamehe. Mtume aliacha kutokea kwa watu wa nabii sallallahu alaihi wasallam, rabbana inna sina au akhtana, watu ambao watakaotenda dhambi kwa kusahau na watakaotenda dhambi kwa kutokujua hatutowazidiwa leo kiyama. Lakini wale ambao ujumbe umetufikia tukakaitika, tuchuko tutaulizwa leo kiyama. Waislamu, kaka yangu kazungumzia kuhusu takwa, na moja katika malengo ya Ramadhani, na ndio malengo, yani ndio malengo principal ni uchamungu. Kipimo pekee cha kuonyesha kuwa Ramadhani yako imekubaliwa ni uchamungu. Ukiona Ramadhani imekwisha na wewe haukubadilika, umebaki kwa ule ule, basi jua Ramadhani yako imekubaliwa. Hicho ndio kipimo pekee. Malengo ni amali yako mtakatifu ili muwe uchamungu. Kwa maana ukiona Ramadhani imekwisha alafu wewe jinsi ulivyo na jinsi ulikuwa kabla Ramadhani uko ule ule, Sheikh, kuna mashaka na Ramadhani yako. Baada ya mawaidha mazuri kutoka kwa Sheikh Belhaj Wilman na Sheikh wetu Sheikh Muhammad, aliyefuatia sasa ni Sheikh Nasoro, ambaye yeye mada yake ilikuwa tofauti kidogo na wengine, kwa sababu yeye alizungumzia umuhimu wa kula kiafya wakati wa kufuturu na wakati wa kula daku. Kwa hivyo ilikuwa ni mada ya tofauti, na alitoa maelekezo ambayo ni vyema kumsikiliza kwa umakini sana ili kuweza kuvuna kitu kutoka kwake. Twende pamoja. Wakati wa futari, wewe mwili wako umekaa karibu masaa 12 13 bila kula, alafu kitu cha kwanza unaanza unashusha soda. Soda ile ina gramu nyingi sana za sukari, unaona, na mwili unatumika hivi. Yani ukiingiza sukari
wanataka pic de glycémie, yani ile pic ya glycémie yani ile sukari inapanda zaidi ndani ya mwili. Sasa ikipanda sukari kwa ghafla ile ndani ya mwili, hali ya kuwa umekaa masaa kama mangapi hivi, ni kama vile gari. Hauwezi kudemare gari ukaingia msenkema, haiwezekani. Unaona? Lazima uende pole pole, première, deuxième, kidogo ndio unaavance. Sasa wewe kama vile ukiingiza ile soda kwa ile wakati unafuturu, unakuwa umezidisha, yani umeingiza kama msenkema moja kwa moja. Hii inakuwa ni hatari katika mwili wako, kwa sababu mashine ilikuwa imekaa iko mrebo, alafu inaishtua inaanza kuamka moja kwa moja. Sasa athari nini? Kuna kitu wanaita insulini ndani ya mwili. Ile insulini inafikia na hiyo inapanda hivyo moja kwa moja. Sasa haipendi hiyo kazi ya kusumbua na mwili. Ndio. Donc mes frères, par rapport aux choses que nous faisons comme erreur quand nous déjeunons, lorsque nous commençons à faire l'iftar, c'est que notre corps est resté au repos toute la journée. Par exemple 12 heures, 13 heures comme ça, sans rien mettre dedans. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu y mets des aliments qui sont trop sucrés, par exemple. Il y a quelqu'un qui va boire un coca tout de suite. Et le coca, il contient plus ou moins 5 ou 9 grammes de sucre. Et ça, c'est beaucoup. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir un pic de glycémie. Le pic de glycémie, ça veut dire qu'il y a beaucoup de sucre qui vont entrer dans ton corps en une fois. Et là, il y a le corps il va devoir sécréter ce qu'on appelle l'insuline. C'est une hormone qui va devoir harmoniser un petit peu la situation. Donc là, c'est perturbant pour le corps. Le corps, il n'est pas habitué à ça. Donc il faut aller doucement. Comme avec une voiture. Quand tu démarres une voiture, tu dois démarrer et aller doucement avec cette voiture-là. Donc le corps aussi, il faut respecter ton corps. Ili mwili ndugu zangu ni amana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ametupa hii amana ni kuichunga vizuri. Sasa na alipotupa hii amana na akatupa na kama hizi funguo kama hivi mfano Ramadhani, yani inakuja kurenew tena na kuboresha. Sheikh anaambia wengine wanaanza na sigara. Kila mtu kila mtu haujali mwili wake vizuri ndugu zangu. Yaani ni kwa sababu mtu akikupa amana yake, unatakiwa umrudishie amana yake vilivyo kama alivyokuwa nini? Alivyokupa wakati alikupatia nayo. Kwa hiyo tuwe makini ndugu zangu Waislamu. Alafu kitu kingine, hata vyakula vingine. Unaona vyakula unaweza kula chakula na chakula vile vile tunaweza kuanza kuweka futari kula kidogo pia vile vile, kwa sababu una tabia kwanza ana rasali ndio anaendelea sio mbaya, kwa sababu unafunza sema sema na tena wakati tunapata tena wakati wa kufuturu si tende kumi ya mpigo tende zako tatu zinatosha kama sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kuna kitu ambacho watu wanakuwa wanarafishika kujua tende ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatumia ni hizi ajwa. Hizi ajwa zina sukari ndogo kushinda hizo tende zingine. Sio kama mshauri kula ajwa. Hazina sukari nyingi sana kama zile tende zingine. Zile tende ziko hapa zina sukari nyingi sana. Tafuteni ajwa ni vizuri kwa sababu sukari yake ni ndogo. Kwa hiyo hata ukizia hata zile tatu inakuwa ile glycemia ndio inasema ipige glycemia inakuwa hakuna ile kwa sana. Na tende uzuri wake na kuna imo tunaita nyuzi kwa Kiswahili. Kwa Faransa na figo. Zile figo yani ni kwamba zinafanya ile sukari ingie kwa smooth yani kwa upangilio yani inakuwa sio kwa haraka inaifrene kidogo sio. Alafu kitu kingine nafikiri muda mwingi tuache kwenye maswali sababu ndio labda watu watapata kisa kujua kwa mengine ambayo alikuwa yatafanya inshallah. Mwachie Sheikh labda yeye aendelee kwa mengine afu wakati inshallah. Kwa hiyo tutosheke na haya inshallah. Mengine kama mtaka kuna nini mtauliza baadaye inshallah. Okay. Naam, tunashukuru sana. Tunashukuru sana. Waislamu Warabu wanasema al-ilmu ma nafa'a wa laysa ma hufidha. Elimu ni ile yenye manufaa. Elimu ni ile yenye manufaa na wala sio ile ambayo imehifadhiwa. Kuna mtu kazi ya elimu, kuna mtu amesoma lakini wallahi watu hawana manufaa ya elimu yake. Hiyo ni hasara kuliko ujinga. Elimu inaenda manufaa ni hasara kuliko ujinga. Elimu ni manufaa ndio kama hii ambayo kaka yetu mzee wetu anaanza kutufikishia. Baada ya Sheikh Nasr kuelezea faida za swaumu kiafya na namna nzuri ya kupangilia vyakula vyetu hasa iftar, basi ikawa ni wasaa mzuri wa kumkaribisha Sheikh Salum ambaye ni mgeni wetu wa mwisho katika shughuli yetu, na watu walikuwa na utulivu baada ya kusikiliza maneno mazuri kutoka kwa mashekhe walotangulia. Na MC wetu wa muhadhara Sheikh Muhammad Msudan alimkaribisha Sheikh Salum kwa namna ya tofauti kidogo. Mgeni wetu wa mwisho mzee wetu wengi wanamfahamu Sheikh Salum. Mimi tukiachana na ushehe ni babangu mkuu.
Hilo nabidi niwafahamishe. Tukiachana na ushehe, mimi baba wangu alimkabidhi binti yake. Wallahi ni fahari sana. Najivunia hicho kitu biidhnillah. Kwa hiyo karibu sana mzee wangu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. وصلي وسلم على الحبيب محمد طب القلوب ودوائها. صلاة وسلاما عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. yote mnausikia utangulizi nimeutoa kwa kimombo Mashallah, mimi nawaonea wivu walimu wa dini kwa sababu miaka siku imepatikana faida nyingi sana. Faida ya vijana kuongea Kiarabu kwa wingi, wamehifadhi Qur'an kwa wingi. Tuseme takbir, tuseme takbir tena, takbir tena. Unajua sisi ni kama wakina Imam Shafi'i kwa nyumbani. Usicheke, wewe mzee vipi tena? Ukitizama nchi zote za Warabuni wako na Uislamu wa miaka 1000 miaka. Nataka tupate vitu kutoka kwenu kwa sababu usiishi Uislamu tunashindwa kujua ulianza kupangiwa mambo yake lini. Sio hii mambo ya Gregor tu ndio tutawala. Kwa tunawatumika tunasoma kwa jamaa kalendari yao ndio inakuwa mbele kuliko kalendari ya la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Hii ni mara tatu tunakuja hapa lile. Na ushukuru akiwa kwanza kama navyosema kijana wangu Mosi, kiongozi wa wasiokuwa na mrengo. Yani nisikia hapa hamna association. Yani hakuna mrengo hapa. Mrengo ndio hiyo tu. Hapa ni Waislamu. Sasa kwa hiyo mimi si mgeni kwenu. Alhamdulillah rabbil alamin. Kuna wengine wananifahamu Burundi, wengine hawanifahamu kabisa kama hizi generation hizi. Wengi wanifahamu. Au sio bwana Muhammad? Au kwenu bwana. Sinajua mimi ni wa generation zingine za nyuma. Kwa hiyo miaka yetu hii ukihesabu walimu wa dini nyumbani wachache sana wenye miaka 60 kupanda juu. Kwa sababu walimu zetu washafariki, Allah warehemu. Kama katabaki wengi ni wawili au watatu. Yaani wanatufundisha miaka ya 70. Kwa hiyo hatakuwa na mtindo system ya hizi kwa uzuri na utamu. Yani vitoto vinasoma pale kwenye musabaka mpaka nasisimuka. Kitoto kidogo miaka 8 kinasoma kuna kipindi kimoja cha kitoto kule. Wallahi hakina habari na watu, kinafumba macho kiko kinakokota haya tu. Unaona raha sana. Sisi hatukuyajua haya. Jamani, msidhani ni mchezo, neema kubwa sana. Sasa katika yale ambayo ninayo ni maneno mawili. La kwanza ni mapenzi fillahi tabaraka wa taala baina yenu umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mapenzi kwa ajili ya Allah, mapenzi kwa ajili ya Allah, sio kwa ajili ya mpira. Sasa wengine hapa ni Madrid, kuna wengine Chelsea. Wakicheza hawa wanapigana. Hayo sio mapenzi mazuri. Sababu tumeshachukuliwa sana na dunia mpaka dini inaanza kutushinda. Nasema wale wanaingiza mamilioni yao, wewe unaingiza ghadhabu. Insulini na bana.
Kila atakaye kasirika tu, wewe umenifunga, sio nimekufunga, wala hawajui. Miaka ya nyuma nilikusikia kijana mmoja wa Kenya kajiua kwa sababu Manchester United imekufa. Imefungwa. Imefungwa. Sio imefungwa imekufa. Angalieni ujinga wa zama zetu, tumuogope Allah tabaraka wa taala. Yuko Kenya hawamjui watu wa London. Hata kama nasikia mmoja alikwenda kule kumtembelea. Lakini kafa anakwenda jehanamu hivi hivi eti kwa mpira. Sivyo, mapenzi kwa ajili ya Allah. Kwanza Allah anasema je, billahi minash shaitanir rajim, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, malipo yake yuhibbukum Allah, kisha wa yaghfir lakum dhunubakum. Tunaelewana? Ila akhir al-aya. Allah ndiye anaongea hapa, vijana wa Islam, msifi ila mko Waislamu. Sasa nyinyi mko katika yani kikaango, vijana wenzenu wanatangulia, nyinyi bado mpo. Nani alimpa rushwa Allah tabaraka wa taala? Nani? Allah anakuwa anavyotaka. Sasa tatakia si tumekuja hapa kwa ajili ya kufundishana kheri. Tafuta Waislamu hapa, wako wapi? Wako mpirani hapa leo, mnakumbuka tu wako wapi? Mpirani. Hawajui kama tutakuja hata kuzungumza lillahi taala. Unajua ni vijana ambao wanacheza. Kuna habari nyingine eti wakishamaliza kucheza wanapiga mapombe. Yani eti wanashindana kwa mpira na kwa pombe. Ina maana maasi mengine leo ni balaa. Allah anasema ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qul, waambie hao, in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa kweli mnampenda Allah, fattabi'uni, nifuateni mimi. Sawa? Maana kiongozi wetu ni nani? Ni nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapo kukaa mnaficha hivyo. Tuweni, mimi napenda sana, najua lakini sipendi mtu akusubaka la wasinzia. Najua somo ndio niwaelekeza baadhi ya jamaa wakula adabu vizuri. Kwanza ikiwa kushiba adabu ndio unakuwa strong. Unakuwa na somo nzuri. Ukishinda unashinda huko mdhaifu Sasa msidi ugali. Kila ugali kabisa hapo ndio na mawali. Kula mkate na yeye kama maji. Sijui kama tuko naye hapa. Kisema mzee na kijana ni kwamba ukila mkate mweupe bana unayayuka. Watu wengine wanadhani kama kula mkate mweupe mnywa maji bwana. Fattabi'uni, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nifuateni mimi. Sasa kwa nini nimeleta hii aya ya mapenzi? Yuhibbukum Allah, Allah atakupendeni. Wa yaghfir lakum dhunubakum ila akhirah. Na atakusameheni madhambi yenu. Kwa hiyo faida ya kupendana kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Moja katika faida za mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa mapenzi. Ni mwezi wa nini? Ni mwezi wa mapenzi. Ili mnachukiana. Ili mnachukiana hivi. Alafu ni mwezi unatufundisha mapenzi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, sio kwa ajili ya kutoka Ruvumera au tuko sote Wabembe au nani. Hapana, haya mambo kwa Allah hayana nafasi, hayana thamani. Inna khalaqnakum ya ayuha an-nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila. Hakuna kingine mbora kwa Allah jalla jalaluhu, sio mrefu, sio mfupi, sio mnene, sio mbaba, sio wa makabila na nini. Vyote vina rangi na mataifa ni kwa ajili ya kujuana. Inna akramakum inda Allah, basi mcha Mungu mbele ya Allah ndiye anafaa. Akiwa ni kilema ndiye bora. Unasikia? Sasa sisi tukijua kama tuko umma wa nani wa mtume? Tuko umma wa nani? Muhammad. Ni tofauti zenu sasa. Hamna tofauti hata hii halali. Tofauti na kwa halali. Tofauti, yani kugongana na kuvutana na kusukumana. Hivi ni halali ni haramu? Haramu. Sasa kama sisi tunamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajibu wetu tufanyeje? Tupendane kwa ajili ya alafu faida yake unaijua? Yaani ukimpenda tu ndugu yako Muislamu kwa ajili ya Allah,
Sikiliza na mara mbili. Ukimpenda ndugu yako Muislamu kwa ajili ya Allah, Allah atakuita mwenyewe yaum al-qiyama. Allah atakuita yeye mwenyewe, hatuni malaika. Aina almutahabuna fiya, wako wapi waliopendana kwa ajili yangu? Wako wapi waliopendana kwa ajili yake? Wote wanachangamka pale. Mwingine alikuwa na madhambi, anadhani kwamba ndio mwisho wake, tena pale kuna jahannam. Anaitwa na Allah subhanahu wa ta'ala, udhilluhum al-yawma fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Leo jua liko kwenye vichwa, mtawatia katika kivuli changu hao. Nani hataki? Hawote mkono juu. Yaani jua hapa likipiga tu ndio liko kilomita laki ngapi? Jua sisi na jua likisogea santimeta moja pale lilipo, sisi sote tunaungua na ardhi na maji yanakoka bahari zote kila kitu. Santimeta moja. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi wanadamu tuheshimiane kama wanadamu. Sawa? Walaqad karramna bani Adam. Sawa? Tukisha kuwakarimu wanani? Tumewakirimu wanani? Tumewapa heshima watu gani? Bani Adam. Wako wanadamu na wanadamu, sio? Kwa hiyo hauna haki ya kugusa kwenye heshima ya wanadamu mwingine. Hauna haki ya kumharibia mwingine heshima yake, kwa sababu Allah amekwisha kumkirimu. Si Muislamu huyo, tunazungumza mwana wa walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Viumbe vyote Allah hakuvitukuza mpaka malaika walimsujudia. Wewe na malaika nani mcha Mungu? Wewe na malaika, mimi na malaika. Nani mcha Mungu? La ya'suna Allah wa yaf'aluna ma yu'marun. Anasema tumewabeba nyinyi baharini, mnatembea juu ya bahari. Upepo kidogo hivi utatembea juu ya bahari. Na nchi kavu zizale kigonga hapo utatembea. Sina pasua ardhi na shule atakutumia. Wafadhalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila, tukawapa ubora. Kuna tuliazimisha nini? Ilisema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wala aya zote katika Qur'an, mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni umoja na mapenzi. Umoja na mapenzi. Atakayepita pembeni na umoja na mapenzi, huyo hayuko pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana tunalazimishwa kupendana kwa ajili ya Allah. Ukimpenda mtu kwa ajili ya Allah, hata akikuudhi unampa kwanza dhana nzuri. Hautoanza nitakakuonyesha kama mwana mdogo au mtoto kijana mtakini. No. Mapenzi kwa ajili ya Allah yanafanya maajabu. Nipeni siri moja kubwa katika sababu za ushindi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba mpaka kufika Maroko, mpaka kufika Afghanistan kule, ardhi yote ile wakaichukua ikawa ni ardhi ya la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. Nipeni sababu ya muhimu iliyosababisha ushindi. Nipeni imani. Ningine? Toa sauti yako hapo, tuko shuleni hapa. Usiku kama kawaida. Tabia njema. Umoja. Mapenzi. Huyu anazungumza vizuri hawa. Imani ikipungua unauma ndugu yako. Mapenzi yakiwa katika moyo wako, unajitahidi uwe na umoja na kila unayemtakia kheri. Sawa? Hata jirani yako si Muislamu, mpenda kubasbari wako Andrea, hata ukiwa unauma na kuja kutembelea naye kidogo, unaenda kwa kitu kinaitwa mapenzi. Ni muujiza mapenzi. Niambieni, alipofika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Madina, alianza nini? Al-muakhatu, barakallahu fik, au al-mahabbatu. Hebu nisikilizeni, alafu nakupigeni fumbo. Sasa nasikia nyinyi mko kipande hapa. Hata mtu akisujudu tu sijida moja kwa ajili ya Allah, muogope huyo. Hujui ni mpenzi wa Allah au ni adui wa Allah. Sawa? Ile nini? Sijida.
Kitu cha kwanza Mtume Muhammad sallallahu kitendo cha kwanza alijenga kwanza umma wake kutokea Maka na wale wa Madina wale mpokea Ansar wa Ansar, sio urafiki, sio nini, undugu wa kurithiana. Undugu kilomita 500 kutoka Maka na Madina ni kama Bujumbura no. Mimi wa shoferi tusaidia, ni kilomita nyingi sana kutoka Bujumbura mpaka wapi. Wale wanakuja hawana chochote mikononi mwao. Wewe wa Maka na wewe wa Madina ndugu, mpaka mke wa Abu Dharr al-Ghifari, mtu wa Madina kule wale Hazrat kule radhiallahu, alikuwa hamoni mume wake usiku kisimama, mchana ni siam. So utampata huyu mtu wewe kama mke wako usiku kisimama, mchana saumu na jihad, kitandani utampata mwanamke anasema basi ndio hivyo mume wangu majaliwa, nimejaliwa mwanamume mcha Mungu kiasi hiki, lakini mwanamke anateketea. Salman al-Farisi radhiallahu anhu alikuwa ndo rafiki yake, astaghfirullah, ndugu yake. Huyu naye ametoka wapi? Farisi mnapojua? Pesa. Sio Mwarabu. Pesa. Kutoka wapi? Kule. Sio Irani. Irani zamani ilikuwa haipatikani, ilikuwa ni pesa yani. Kama vile unasikia Afrika haikuwa Burundi, Rwanda, hapana, yote imetengenezwa. Wao ilikuwa ni hii chapati tu, unatoka juu mpaka chini kwako wenu. Hizi fujo sana hivyo. Walaji ndio wanapenda kuleta vita ya mipaka huko. Wazungu walituletea. Kwa hiyo alitoka kule, alisikia kuna mtu anadai kuwa ni mtume Maka. Akafunga safari kutoka Fursi mpaka Maka. Alipofika pale akakuta kweli jamani, kwa alama zingine najua katika Taurati kule na Injili ni mtume. Tumswalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kama mnasoma lakini sauti imetoka. Ni kwamba akamfuatilia akaona ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasulullah. Aliposilimu akawa si mtu tena wa Fursi, akawa ni mtu wa Maka. Sawa? Sasa alitoka Maka alihama na kwenda, hakutokea Fursi, anakwenda Madina. Huyu mzungu alipofika pale akapewa ndugu yake mtu wa Madina, watu wale yale makabila ya kwanza, makabila ya Wahutu, Watusi na nini kule kwa sijui wale Walundu. Wakipata Uislamu yote yanafutika. Hapana, Uislamu wetu sisi wa Manchester, sisi wa Chelsea, sisi wa Barcelona. Hata kwenye Dar es Salaam nikiona tu ni Jumanne na Jumatano na wakosa. Wacha jamani, leo hakuna hapa Manchester kama jana, Jumatano walikuwa kule Madrid. Sawa? Unaona tu kwamba Jumatatu wanajaa, Jumanne na Jumatano najua maskini ya Mungu. Mapenzi ya dunia, mapenzi ya michezo. Sisi Waislamu hatufai. Tupende kwa kipimo. Tupende kwa kipimo. Basi huyu sahaba siku moja anaenda kwa ndugu yake yule Abu Dharr, akamkosa, akakuta mke wake, akamwambia niangalie msikilize dakika. Unaona? Vipi hapa mjambo jamani? Hatujambo, lakini bwana ndugu yako bwana. Ndugu yangu nini? Najua wanawake wenye uchamungu wana haya kusema. Akampiga fungu akamwambia ndugu yako bwana usiku qiyam na mchana siyam. Shukran dada. Akaenda. Akamwinda, akampata. Walipofika nyumbani karibu kwa Abu Dharr na nini, usiku kaingia akamwambia bwana samahani, mimi leo nitapenda nilale hapa. Unajua na shughuli nyingine kule na hivi, lakini sasa mahali pangu sio pazuri, mimi nataka nilale. Ndugu yangu karibu. Usiku ulipoingia wakala kumaliza kula, jamaa nataka kwenda kukiama. Kama bwana mimi na mission special. Hauswali leo. Hauswali kisema moja leo hauna. Kalali. Na mimi niko hapa silali na kuchunga.
Unasikia jamani? Kwa mapenzi kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya nani? Mzungu yule Mwarabu wa kule Madina. Eti watu wanyoshi wana matatizo. Watu wengine wanyoshi jamani. Kwa sababu wana nyote hapa Waswahili. Tatizo gani? Hayakosagi madogo madogo, lakini msiapi nafasi. Shetani anapendaga madogo, kisha analeta makubwa. Sawa? Shetani anasema kidogo. Wasiwasi unadhani ni kutuba? Ni kukuuliza katika sikio lako, usikubali. Na wewe usikubali. Hapo unashukuru mtu anashukuru tu. Mimi sikubali. Sio yeye. Au mara kadhaa anakuwa anapiga watu kwenye kichwa. Ambia maswali yako sio yako. Piga fimbo hapo. Kwa nini maswali ya kijinga sana sio? Piga fimbo kwenye kichwa. Kwa nini unapiga yeye au unamsema sio yako ya shetani? Rafiki zangu wewe unakufa kwa sida. Mimi sikufa bana. Sinema ni mtihani kwa kujafa kwa sida wewe. Kwa nini sasa Allah mlimpamsha? Kijana mgizo mkufa mpaka leo wengine wanaumwa lakini ilikuwa na madongi kidogo unasema makato. Sasa wewe ulipa nini Allah mpaka nusu yako ya dini ni hiyo? Mtume sasa anakuambia nusu ya dini. Wewe ukifa ni kawaida unashaoa wewe unasamehewa tunasema mtoto tumjana unakwenda katika wazee. Alafu unakwenda peponi vizuri. Duniani moyo wako umetulia? Moyo wako umetulia. Sasa mke wako unajua nini? Amana. Na wewe kuwa amana, usisafiri ukaenda huko na ibaiba. Allah anakuona huko. Mayazni, Imam Shafi anasema, yuzna bihi. Mayazni atakizini ameshaoa. Watamzinia na yeye. Sasa wanapenda wakuzini mke wako. Na yule kijana alikuja mgonjwa ya Rasulullah hivi zina. Niruhusu nizini ya Rasulullah. Watu sio mtu ana adabu. Anaomba ruhusa mtu msema kazini. Psychologically he's ill. Psychology ni mgonjwa. Na ile illness yake ni dangerous. Anaweza akazini na watu akajaa mamibanga. Kijana ni roketi mbaya sana. Akamwambia okay, mimi nataka nikuruhusu lakini na mimi niruhusu nikuulize swali. Swali la kwanza, atardahu li ummika? Unaweza kuuliza mamako mzini? La, atoa ummi. Na hapa atardahu li zawjika? La, kwa mke wako hapa. Mama hapa, atardahu li bintika? Hapa kwa binti mstari. Famani nasu ilahu. Unataka kuzini na nani? Kama utazini na mama wa kwa kutaka. Yule naye atakuridhia umzini mamake? Akikupiga kisu. Unataka kuzini na binti wako? Usimzini binti wako. Dadako, shangazi yako, bibi yako, kila kitu. Kwa ufupi ni kwamba ni uchafu. Hata akiwa ni mzee anarudi kwa kijana mpumbavu, Allah anamuonea haya. Mzee wa miaka 60 kisha inaweza 60 kala Rasulullah ndio kauli yake, na wewe muonea haya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama utamuonea huzuni mwanadamu mwenzako asikuone unakwenda kuzina sijui, muonee kwanza haya na huzuni Allah jalla jalalu anayekuona kule unakozungukia. Kwa naamini kila ukimtazama mke wako kwa furaha, mkitazama mkazungumza sawa tu bwana. Unataka kwenda wapi tena? Msikie bana. Ama ruhusa kwa kuwa pengine una matatizo fulani, mwanamke mmoja hakutoshi, unaona uko hivyo Lakini pichukua na upande pili kuna mwanamke mmoja hakubali, hatoshiki na wanaume mmoja. Sasa fanya kama mke wako hatoshiki na wewe peke yako. Utaruhusu? Upande wao hakuna haya ambayo hakuna. Tuzungumze umesema mimi sijui sivumilii, nataka kujiongeza kwa kuwa sijui nini. Okay, hakuna shida. Ruhusa ipo lakini ruhusa inakuja hivi. Ukioa wa kwanza akakushinda ukaoa wa pili juu. Kuna mzee wangu mmoja kule Ngozi alikuwa ananiambia mugore hakuna ni unamuharika. Mwanamke kushinda oa wa pili. Sio kwamba eti unaoa kwa ajili huu. Hapana. Utamkomesha. Wana ujanja mwingi sana kwa kushinda. Kwa hiyo kwa ufupi ni kuwa
tuweke kwanza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu, mbele yetu na nyuma yetu. Akhira, wala al-akhiratu khairu laka min al-ula, mengine yote ni dunia. Kwa hiyo ndio maana na ujumbe wa upande wa wengine anasema tuombee islahi ustadhi, tuombee tukae vikao shehe mzee wetu, tukutanishe kwa hiyo hali. Tunaona aibu, lakini shetani kaweka barieri, kweli ni matatizo makubwa sana. Sasa kukumalizia kidogo, wa Faransa wanasemaje? Exister c'est insister. Ukitaka kuishi uwepo, lazima uendelee kuwepo. Ikiwa haupo umekufa. Exister c'est insister. Nyinyi mko kwa jume, lazima sisi tupo, tunataka tuwepo. Wao sio muumini haachiagi vita vya uzuri, vita vya kheri, hashindwa. Ima anakufa au ameshinda. Muumini hapotezagi. Akipatwa na matatizo anasubiri, anakuwa ni kheri kwake. Akipatwa na kheri anashukuru, inakuwa barakallahu. Tunashukuru kwa mafunzo na tunashukuru kwa swali nzuri ndugu. Au labda tulikosea Mwenyezi Mungu kwa kutokujua, hata pia kwa kujua. Na ilipofika muda wa maswali, Bwana Modi kutoka Rems alikuwa na maswali mawili kama ifuatavyo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mimi na maswali mawili, lakini swali langu ni moja la kuelewa tu, ya kwamba nimesikia speech wetu mara sana alikuwa anasema Sheikh Simoni hivi ni mko wangu. Sasa swali la kuelewa tu, bado na wabinti wengine, maana katika ile ya kundi la bidhaa yeye labda kuna kitu ametutumia message mbele, labda tuelewe vizuri. Hiyo kama la kwanza. Ila swali la pili kwa ustazi wangu hapa la kiafya, sisi tunatoka Bilimani huko, tunazoea kupata kirambi. Maana kwenye iftari unashindilia kirambi, kwenye daku unapiga kirambi. Alafu nataka kujua kwa sababu kishapiga kirambi changu asubuhi kuamka nikisali alfajiri, kuamka saa 6 saa 5. Sasa kutaka niepukane na hili ya kuamka saa 6 saa 5, nikuacha kirambi. Na nikiacha kirambi shehe, kwa kweli somo la kwanza ndio kwa. Asalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Labda ningetweka wazi kwa kutumia kirambi ni kitu gani? Maeneo kirambi ni chakula cha mchanganyiko. Wali ni viazi, maharage na wali, afu matunda na mboga au muungo. Inshallah tunaomba ndugu zangu, kuhusu swala la kupiga kirambi, kupiga msosi heavy, ndio unapata unashindwa kuamka asubuhi. Juu ndio unashindilia sana mpaka saa mwili sasa unauchosha. Kawaida somo kama tulivyosema, manufaa ya somo ni kwamba unataka yani nafasi mwili wako upumzike, yani upunguze ritmu ile ya kawaida ya kunania kufika sana, ili baadaye baada ya Ramadhani unakuwa sasa fit kwa kuendelea mwaka wako mzima. Chakula vizuri kawaida, kwanza daku ni muhimu. Kwa mujibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema tasaharu fa inna fi sahuri baraka. Kuleni daku kwa sababu katika daku kuna baraka ndani yake. Na hii baraka hii daku, lakini sinatakiwa hiyo style gani? Hivyo unatakiwa uangalie, unataka tatizo lako kwamba kama hauli sana utashindwa kutegemea siku nzima. Okay, naelewa hiyo. Sasa kitu tunatakiwa kufanya, kula vyakula ambavyo vinakupelekea wewe kumaliza siku yako bila matatizo. Unatakiwa ule vitu ambavyo viko na protein ndani yake. Mfano yogurt, mayai, nyama. Nyama ni muhimu, lakini nyama usiweke mafuta mengi. Nakula nyama kama labda yani ya isiwe na mafuta mengi ya kula. Hata kuchemsha, hata ukipika na unaweza kuipika, lakini isiwe na mafuta mengi. Alafu kwa sababu gani? Kwa sababu zile protein zinaenda yani haziingia haraka ndani ya mwili wako. No. Lakini wali ni sukari. Watu hawajui, baada ya kujua wali ni sukari. Na aina fulani ya sukari. Sasa lakini avocado usiache, avocado vizuri.
avocado unaweza kubaki nayo, nyama unaweza kubaki nayo, maharage pia unaweza kaacha. Maharage ni proteini vile vile, kuzuri unaweza kaacha maharage. Lakini wali wewe mdogo sana. Wali wewe mdogo, tayari hapo ni mtu ambaye anataka ukae muda mrefu mzima ndivyo. Yaani wewe proteini zio nyingi katika sahani yako, mafuta madogo, sukari sio, yani sukari wengi ndio kabisa. Yaani ubwabo unaweza kusahau kidogo. Na ugali usiweke ugali. Yaani mfano mayai na nani na maziwa lakini sasa maziwa ni light sana kama yana maji yana sukari vile vile. Lakini ukozi kama zile wanaita ya yogurt grek. Zile hazina sukari, zile nzuri, yani maziwa ya kivuguto mfano ambayo hayana sukari. Inaweza kuenda kwa sababu watu wanafikiri ukila wingi ndio unapata nguvu ya kushiriki nani. Ukila vizuri unatakiwa uchague ile unakula. Usimo usilie vizuri usikuta zipe. Ndio maana hiyo proteini inahitajika muhimu. Yaani ile shoti kwa sababu ile ule bwago ule ndio unafanya hata shoti, yani unakuwa unapiga usingizi mpaka mimi. Ukila tu vizuri nyama hata kama ni kidogo, kwa sababu ni kitu ambacho kinakaa muda mrefu, yani inaenda slow ndani ya mwili wako, itakupa nguvu ya kuendelea ndani ya siku zile. Unakuwa kufocus, unaona sukari tu nyingi ya mwili, unakuwa haufikirii vizuri. Unakuwa kama kuna watu wengi wanajua wataalamu wanakuwa wakenda masomo wanakuwa wako tulibila sana squeeze watu wengi. Kwa sababu gani? Watu wanatoka mabiskuti mashokola yale yanaathiri sana watoto. Kwa hiyo kushindilia sio vizuri. Usindilie lakini vitu ambavyo vina manufaa. Kama vile mfano jioni hivi. Jioni leo labda ni exceptionnel. Yaani sio kila siku kwa sababu wametayarisha itabidi watu wale. Lakini kawaida tunatakiwa kupunguza tule mboga nyingi. Mboga za majani sio nyingi kwenye sahani yetu. Unatakiwa nusu ya sahani iwe mboga za majani. Robo ya sahani iwe nyama. Alafu robo ya sahani ndio labda ndio ubwabwa au kama ni viazi. Na viazi vizuri ni viazi vijumba. Kama sio watu wa Birmania wanapenda vijumba. Mashaallah vijumba ni vingi. Hata kama unahisi kama ina sukari lakini haina sukari kubwa kama viazi nini? Viazi Ulaya. Kwa watu wa diabetes viazi vijumba ni vizuri sana mashaallah. Sawa. Kwa hiyo ile kwa strategy usile kwa nini kwa ile quantity unaangalia quantity ya vinyo kwa sahani yako. Kwa hiyo usifike kama itakuwa imetosha hiyo. Jaribu hapo utaona itakavyokuwa sawa. Ili upate kwanza nguvu ya kuwa active sababu siku naanza kazi kwa siku unafanya kazi. Lazima ufanye kazi usiku lakini ukiwa uko na kazi unatumika kazi na Ramadhani hawakupa kuonyesha. Inabidi lazima utenir. Kwa hiyo inabidi unafanya tafsiri. Mbwa kuchanganya sasa hiyo kuchanganya vyakula deja ibadilisha dunia. Baada ya maswali mawili ya Mr. Modi wa Rems kujibiwa vizuri na Sheikh Salum na Sheikh Nasoro, basi ilifikia wakati wa kumpa kipaza sauti mzee Sultani wa Belgium, ambaye alikuwa na ushauri kwa vijana ambao wao wanahitaji kuoa wake wawili na kuendelea, lakini pia alikuwa na swali kwa shehe wetu Sheikh Belhaj Wilmen wa Paris. Japokuwa ni sheria kuoa mke wa pili, wa tatu, wa nne ni ruhusa, mtu asipige haya, lakini naweza kuambia kwa umri wake ni ubora ajitahidi abakie na mke mmoja. Ni vizuri na kuhusia juu muuliza ni wazee, lakini mimi nakujibia sio pasi yangu. Natoa ushauri kama mjomba wako. Ni ubora uoe mwanamke mmoja, kwa sababu hapa swala yote dunia nzima watoka Burundi sana miezi iliishi Canada ni hayo Uingereza, Holland na hivi Belgique ni hayo. Kwa ufupi nitaka kujibia hata wakikuwa wapili watatu kama ni tabia ndio kuruka kusema kupiga zile masema za kwenu jeje sisi itakuwa ni hivyo sitarakeni, lakini nakuhusia tu vizuri mtoto wa dada yangu ni ubora baki na umoja, kwa sababu mimi mjomba wako nimeshakuwa na wawili Mwarabu, Moroko na Mweusi. Inaweza kafikia unakwenda barabarani unajisemesha. Ushauri wangu na roho yote ile Uislamu ni aya, lakini ni ubora uwe na mke mmoja, bila hiyo utakuwa unaenda kujisemesha barabarani. Hiyo kuoa wanawake wawili watatu ni tamaa, lakini wanawake unaweza kumfukuza huyu unaleta huyu au unawakosa wote wa baba acha. Sasa swala langu mimi nilikuwa naulizia kuhusu sala. Nilikuwa nataka hili swala la shehe wangu. Linamhusu yeye. Na? Ni swala lilikuwa katika kwenye sala. Ninyi wawili mko mnasali. Kwa sababu nilitaka nipate riwaya. Kwa sababu mimi na maulizo yangu 150 kila mwaka huwa nakwenda umra nauliza.
na umra ya karibuni mwisho nilikuwa pamoja na ndugu yangu Shirasko. Sasa nilikuwa naulizia kuhusu mhalifu imam Sheikh. Wanasema kwamba mtu akimhalifu imam anakuwa hana sana, lakini unasikia riwaya nyingine maelezo ni mengi. Mfano sisi tulitoka Belgium, tumeswali, mwenye alikuwa anaongoza sala ni msafiri, hakufahamisha waliokuwa nyuma yake. Mimi ni msafiri, naweza nikasali raka 2 nikamaliza na nini nikaendelea, au akampa mtu mwingine. Lakini nilipopiga jicho nitaka nipe elimu, niliona umisali ukapia kwenye raka ya pili ya safari, ndio nakwambia elimu ni bahari. Ulikuwa unaikata yatu na ukamalizia zile raka zako 2 za safari, na imamu akawa ameendelea. Sasa ndio kwanza kanipate faida ili nipate elimu na mimi vizuri, kwa sababu inaleta kila wakati. Sheikh, tusikia lakini hata polisi ndio mzee Uliza swali ndio mtu akiwa na swali hili usieleke ni hapo ni pia ni kwa lakini. Naam. Lakini umeniwahi. Okay sawa. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Naam. Ndugu yetu ameniuliza swali. Kwanza si adabu kujibu swali sehemu ambapo walimu wako mwanafunzi akajibu. Lakini nimeelewa kwa nini ameniuliza mimi, ni kwa sababu ni kitendo ambacho nimekifanya mimi na nimekifanya leo. Mashaallah. Swali nzuri sana. Ameuliza kwa nini nimemkhalifu imamu. Tumeswali swala ya jamaa ambayo ni salatul asri, nikasali mbili, nikasali safari ambazo ni mbili, nikapunguza nikafanya kasi, na imamu akawa ni mwenye kuendelea. Mashaallah. Hao maswala wanachuoni waliyazungumza sana. Na kuna maswala ambayo katika sala wanachuoni wameyazungumza na kuyachambua sana. Kiachana hata na haya, tuchukulia hata maswala ya nguzo za sala. Kuna wanachuoni wanakuambia bila kusoma suratul Fatiha hauna sala. Lakini kuna madhehebu mengine, kuna wanachuoni wengine wanakuambia hata kama haukuisoma. Ni mambo ambayo yana ikhtilafu kubwa, kisi wanachambua na ni mengi katika sala. Mojawapo kama hili ambapo saa zingine umemaliza kuswali swala ya faradhi, unaswali baadia sunna, mtu anakuja kuswali hajui kama wewe ni, yani hajui kama ushamaliza kuswali jamaa, anajua ndo ngaliki unaanza, anakuja anataka umsalishe. Wanachuoni wako pande mbili. Kuna ambao wanasema kwamba unalazimika, maadamu imamu yuko katika nia ya sala fulani unalazimika. Lakini na wanachuoni wengine wanasema haulazimiki. Kwa hiyo pande ni mbili. Wanachuoni ambao mimi nimekinaika nao zaidi wanasema si lazima ukae kwenye nia ya imamu. Mimi nadhani nikawa ninasali swafar, nyie hamsali swafar, mimi nikawajuza, ni bora, kwa sababu msiniambii subhanallah mkaisi nimesahau. Bora ninawajuza, jamani mimi nasali swafar, ina maana kama ni dhuhuri, mimi nataka nifanye kazi, nataka nipunguze. Ina maana nyie mnakuwa tayari mshajua mimi nikitoa salamu mtafanya nini? Mtaendelea, mtasimama, mtaendelea. Kwa hiyo pale mimi nilikuwa maombi, sikuwa imamu, sikuwa na lazima ya kuanza kumwambia imamu kwamba mimi nitapunguza. La, mimi nina nia na swali swafar, imamu yeye anaendelea, mukhimu yani anasali ni mwenyeji bila yani bila kufanya mada ikawa ndefu sana. Ni kwamba ni kauli wa wanachuoni tena wenye kukubalika kwamba si lazima
uwe katika nia moja na imamu. Allah ta'ala a'lam. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Kwa kumalizia usichoka huko kina mama wao na swali ili tuweze kusali inshallah. Kwa kina mama mna swali huko au tuweze kusali? Kwa kina mama mna swali au naam? Kuna swali huko nyuma? Hakuna swali. Kwa hiyo inshallah pale ulipokata jani lako chukua. Kwa hiyo Waislamu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Nakutakieni iftari njema inshallah. Wakina mama hakuna swali huko nyuma. Sasa kwa huo wakati ambao tuko tunafuturu, tunafungua tena mlango wa maswali. Kama kuna mwenye na swali biidhnillah, mawili matatu tukiwa tunafunga tusali inshallah, kwa sababu mashehe zetu wameomba ruhusa kidogo, wanataka kutoka inshallah. Kuna mwenye swali hapa? Kuna mwenye na swali? Kuna mwenye swali na mwisho ili tuweze kusali? Kwa naona hakuna mwenye swali. Acha tutoe shukrani za dhati kwa mashehe zetu ambao wameitika wito wetu. Allah kulibeni ya kuhifadhi, akujalieni afya njema, akujalieni afya njema, na kila tutakapowahitaji biidhnillah jalla wa ala muwe wepesi wa kutuitika inshallah. Tunafaidika, tumepata chakula cha nafsi alhamdulillah. Na pia nitoe shukrani za dhati kwa wale wote ambao wamejitolea pesa zao, nguvu zao, muda wao ili kuandaa hichi kitu biidhnillah jalla wa ala. Acha nimpe nafasi mzee wangu mzee Mosi na kaka yangu bwana Matindo inshallah waweze kuzungumza mawili matatu, kisha tufike tunafunga kikao kusali na tuweze kuchangia kwa pamoja. Bismillah. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Samani kidogo kwa tunaweza tukaenda umoja umoja kule nyuma kutawaza inshallah. Akimaliza kuzungumza dakika 2 tunasali inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natoa shukrani za dhati mashehe wetu na wajili waarifiwa walikuja kusikiliza dawa. Ni amri kusikiliza kwa yule Muislamu, ni kusikia dawa kama tumeita kusikia dawa. Kwetu kwa sisi Waislamu ni amri. Popote tuko tunaongea tusikilizane. Ndugu zangu, nilikuwa nimefikia kusema kama sehemu yote neno la Mwenyezi Mungu linasemekana kwa Muislamu ni wajibu kwenda kusikiliza, kufuata ili afaidike, aidha ataweza kauliza swali. Tunatoa shukrani za dhati kwa wale walipoteza muda wao, walitoka mbali, mashehe waliacha shughuli zao, walikuwa na mikutano, ila wakasikia ni kwenda kumzungumzia Mwenyezi Mungu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliamua kuacha shughuli zao zote na ahadi za mikutano, wakaja kutupa elimu waliopewa na Mwenyezi Mungu. Kweli tunatoa shukrani mashehe wetu. Mwenyezi Mungu azidishie heri, awajaze siku na mchana, na mtuzidishie kabisa na sisi kuwa mnatulia
ili turudi kwenye ule umoja. Naona uliuzungumzia shehe, ningeweza kusema kuna tofauti nikimnukulu mzee wangu kama jinsi alivyosema ni mzee kwangu na mimi niko mzee kwenu, hata kama niko mzee kijana. Leo nina miaka 54 panakosa tumatenga, ila kuna wengi wasa hapana, mbona tuko sawa, unanipata vizuri. Na tatizo nikiwasogeza kwa vijana wananichukulia kama sisi wote tuko sehemu moja, ila tunazidiana. Nikitazama nina viungo viko hapa viko sawa sawa na nyinyi. Nitaka kumaanisha ndugu zangu Waislamu, watoto wangu, vijana wangu, wadogo zangu, kuna mambo matatu nitaka nimuulize shehe aweze kutupa faida hata kama muda umekwenda. Ni mambo gani? Atutofautishie mambo haya. Uislamu ni kitu gani na association ni kitu gani? Wanakwambia mtoto wa kila anasikiliaga mfujo vigaweshi vikumba mwili hivyo. Sisi yuko tutahula twezi tumvikane rumba. Wandugu zangu, swala la association kwa yule yuko tayari, wallahi tunamuomba, ikiwa fikra zake saungana na association hakuna kiziwizi, ila kwa yule mwanaona fikra zake azungana na association sio obligatoire. Na yule mwenye kwa association asimtupie ndugu yake mwenye hayuko kwa association akamwekea pazia akasema ni mtu mbaya. Wandugu zangu, tutakuwa tumemkosea Mungu. Ila tukikutana kwa hilo ni moja ambayo tuliamrishwa tunapozaliwa kumjua Mwenyezi Mungu ni nani na kumjua mtume ni nani, tutakuwa kitu kimoja. Kwenye sherehe ya mtume Mwenyezi Mungu aliyomjalia kutuelimisha kumjua mtume tuwe kitu kimoja, ila association itatuletea utata kwa wale wale wako mu association na sisi wale hatuko mu association. Tujue kama association sio ibada, ni kitu kilikuja kama kisi wazungu wametuletea makabila Abahutu na Watutsi iliki urumva ko association alwa gasituguro ko abaruri batahura kimwe atisa kuvuga ati mimi najisikia najisantiri kuona kama nikitoa mada yangu kwa association wenda sisikiliziki, na ongera sasa nikitoa mada yangu mimi sisikiliziki. Ndio kwa maana tunaletewa itilafu na kudharauliana, kutukanana, kuzidiana heshima. Ndio kwa maana kweli niliomba mada ya association kwangu mimi wale wako tayari waungane na association, msileteane itilafu, msikiani kwa ajili ya association. Ndugu zangu, tujue kama sote ni Waislamu, kati tuwezi kufahamu tunatoka nchi 3 Burundi, Kongo, Rwanda, Tanzania. Kitu kizako sisi ndio tunafunza usiku na mchana. Wandugu zangu, sijui umenielewa. Kama huyu mdogo wangu anaitwa Suleiman, nitaka niwapresente. Palikucha utata na mashehe wenda hawajui. Tulimwogota kuwa kiongozi wa Waislamu. Kuna kile kitu tulikuwa tunafanya hatuelewi. Tulifanya mkutano wa kwanza, Waislamu wakaniteua niwe kiongozi wa Waislamu. Nikasema naam, nashukuru. Ila naamini na mtewa kuna uongozi kijipa. Hata kwenye dini Mwenyezi Mungu alitujalia akatuelimisha. Alituambia mtu hata ujipa uongozi, huyo mtu mwe naye makini. Uongozi ni mtu anapewa. Mlipo nikabidhi niwe kiongozi wa Waislamu, nilimchagua na mimi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mdogo wangu awe kiongozi wa Waislamu. Tumeendelea kuwa kiongozi wa Waislamu. Hatujui mada ya association ilitoka wapi. Tukajikuta tashi la association limekuja. Wanamuuliza wa vijana, amiri wetu vipi? Wanasema mimi sio kiongozi wa Waislamu. Anawakataa watoto wake aliokabidhiwa watu, na pale itilafu inakuja. Sasa ndio kwa maana tumesema haya mambo ya association yatatuletea uhasama kwa wale wanaojisikii wanayotaka kuendeleza association. Ndugu zangu, msiwatukii, sio adui kwetu sisi. Kama yeye alikataa kuwa kiongozi, ile sehemu niliyomkabidhi na nipata vizuri, ile sehemu niliyomkabidhi na ichukua sehemu yangu kwa kiongozi wa Waislamu kama Kiswahili niomba, siku tayompata yule atayojisikia. Na baada ya chakula cha roho, yani mawaidha kutoka kwa mashehe zetu, basi ikafikia wakati wa chakula cha mwili, yani iftar, na kila mmoja akawa akijisogeza taratibu ili kuweza kupata staftah, yani kukadiria tumbo lake. Na kama unavyoona chakula kilikuwa kingi sana.
kilikuwa cha kutosha na kila mmoja alikuwa na furaha. Kwanza kwa kukutana na ndugu zake, lakini pia kuchangia iftari kwa pamoja, watu kutoka sehemu tofauti wa Belgium ambao walikuwa wanatoka Holland na ambao pia wakutokea hapa France. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo zuri, furaha kwa pamoja na muhadhara ulifana kabisa. Kwa hivyo tunamshukuru Allah na tutakasie nia zetu kwa wote tuliopata kuhudhuria. Tulikuwa na furaha kwa pamoja. Shukran sana kwa wote mlotazama, lakini pia nilitaka kujua wale waliohudhuria namna gani walinufaika na hiki kilichofanyika hapa. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo jema kuhoji baadhi ya watu waliokuwepo hapa kwa ajili ya kutaka kusikia maoni yao, na pia waandaaji wa mhadhara huu nao ugumu gani waliopitia na furaha walionayo katika kuweza kulitimiza jambo hili. Muandazi, maana huyu ndo alikuwa muandalizi wa hii shughuli ambayo imefanyika leo ya mkutano wa Waislamu, muhadhara uliofanyika leo hapa Lille, na tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza kidogo maandalizi yalikuwaje, ugumu gani ambao kapitia na kwa nini alipata akili ya kuandaa jambo kama hili. Mimi naitwa Abu, lakini kwa swali nyingine tunaita Abu Mapigo, ndo umezoea sana. Sasa ni kitu gani kilikupelekea kuamua kuandaa kitu kama hiki ambacho kimefanyika na ni kizuri na ni mwezi wa Ramadhani? Uzoefu na kujua gisi gani vipi utaingia vichwa vya watu. Ofete mimi watu wote wasi katika mji wote nishaka ingia vichwa vyao wote katika mji wote changa vichwa vyao, na wajua gisi gani vipi wanataka tuishi, na wajua gisi wataka yani wanataka kwenda. Mimi najua gisi wali, na ndio maana unaona kama unaona ama hili jambo sipala kumefua. Hii ni mara ya hii ama ushawahi kuandaa kitu kama hiki? Mimi ndio mara nyingi nakuwa niko mbele mambo kama mimi, ndio mara nyingi niko mbele juu. Mimi ndio nishajua kodi za watu wote. Mimi ndio mtu ambaye naongea na watu wote hapa Lille nzima. Jeka kuwa na ugomvi na mtu, hauna tatizo na mtu. Yani sitaki kuwa na urafiki sana, ukaribu sana na mtu kwa sababu ya kujivite matatizo. Ndio maana na resile ya mambo. Na bila kusahau kwamba mambo ya dini ukiajulia experience, Mwenyezi Mungu huwa anakusukuma na malaika. Sawa. Ndio maana na resile. Mimi na ni ugumu gani ambao umeupitia katika kuandaa kitu kama hiki? Ugumu ni kwamba watu sasa ndio bado hawajawa mali zao za kidini. Lakini mimi huwa niliandaa haya, ninajua kama kuna watu imani zao zingaliki chini sana. Kuna watu wanajua manake labda huyu bwana anatakula hela, labda huyu bwana mimi nilikuwa sijali yani. Kwa huyu bwana kuna mtu anakuambia sina pesa, au unaona mimi unaona mambo mengi unaona zinakuwa nyingi swali kwa kile. Lakini haya yote mimi niliandaa na niliyajua natokea. Nilijaribu gisi yote kuziba, na ndio maana unaona kama watu wamekuja ni kwa sababu ya juhudi zangu zilizofanya. Na Mwenyezi Mungu katia wepesi, watu wamepokea vizuri. Kwanza nikupongeze sana, umefanya kitu ambacho ni kizuri. Sasa sijui unatuambiaje, kuna maandalizi ya jambo kama hili tena litafanyika hivi karibuni? Bado tujachoka. Jambo kama hili mimi Mwenyezi Mungu amesema kwamba fanyeni ambayo mnayoweza kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ndio. Kwa hiyo mimi nafanya jambo ninaloweza kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hapa nimepanga tena mpaka nataka nitaongea tena baadaye pale mwezi wa 7 tena, yani kwa mwaka ni mwanzo mara tatu kwa mwaka. Yani miezi 4 kwa kutokana hali. Ningekuwa na watu 10 kama mimi. Kama mimi nilivyo ningefika mbali. Kila mwisho wa mwezi ni mwanzo 10 kama mimi. Sasa nimeona kumbe watu imani bado watu bado wanapenda mifuko yao. Watu wanapenda bado wanataka kugarantia nguvu zao. Wanataka kuonyesha nguvu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na ni mwezi wa Ramadhani, mwezi wa kuchuma. Watu hawataki kuonyesha nguvu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Watu hawataki kutoa pesa zao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana nataka kufanya miezi 4. Sawa sawa. Endapo siku watarudia wakinyuma, malaika akawatembelea, wakajazwa na imani mwezi kwa mwezi. Malaika akiwatembelea, wakishirikiana mimi mwezi kwa mwezi. Naam. Mimi nakudilia tungepata watu 10 kama mimi hapa mji wa Lille kwa Uislamu.
ingekuwa ni balaa mwezi kwa mwezi na watu walikuwa na njaa kabisa. Kwa sababu kwenye shughuli nimetoa pesa zaidi na zaidi, lakini hiyo ni siri. Mwenyezi Mungu ndo anajua inaenda zaidi. Kwanza tunaomba Allah ajalie azirudishe hizo zilipotoka, azirudishe kwenye masaa 24. Nimeelewa masaa mawili, ile ni jambo. Unaona kama si hatari? Ni jambo serious. Masaa 24 nimeelewa masaa mawili, ile jambo. Jana nimelala saa 8 ya usiku. Hata hivi hujalala. Niko macho. Na sina hata usingizi. Uone kama Mwenyezi Mungu ni mkubwa siku zote. Mwenyezi Mungu kwa sababu malaika tuwaone, lakini wao unaona kusukuma kabisa. Twende. Ndio wana jambo, unaona watu wanakuja. Sikuwa naona tena hivi, unaona watu bado ngalika hawajaja. Nilichoma watu wanakuja. Kwa kweli mimi umenifurahisha sana. Ni jambo ambalo hatukutarajia kama litakuwa zuri kiasi hiki. Watu wametoka pande mbalimbali za hilo. Tuma nipitie hizo misukosuko. Misukosuko ni kawaida. Na misukosuko inafanya uendelee zaidi. Sawa. Misukosuko. Yaani unapita unamshimo, unapanda. Ndio unajua bonde la milima. Ndio unajua njia utaipita. Ndio njia nilikuwa napita mimi. Yaani unapita chwa kama radu. Umeona? Yaani mpaka unasema kapitaje. Sasa hivi. Misukosuko ni kawaida. Misukosuko inakuwa challenge. Sasa kumbe siku watu watakuwa na imani ya dini. Imani ya kidini. Hapana imani ya mambo ya kidunia. Mimi siko kidunia. Hapa tunaongelea imani ya dini. Siku watu watakuwa na imani ya kidini. Naamini mwezi kwa mwezi tutafanya watu wengi. Kumi tu. Wale wako tayari. Wale tayari. Wako tayari. Walisogelea mimi naote njia. Maana mimi njia nazijua. Njia na Mwenyezi Mungu amekupa hiyo hidayah. Mungu ndio Mungu anamchagua mtu. Wewe unaweza. Sasa mimi kama nayafanya nayaweza. Nashukuru sana. Kwa sababu malaika huwa wananisukuma fanya hiki. Fanya. Nakwambia masaa 24 masaa mawili nimelala. Sina usingizi, sina dalili ya usingizi. Hivi kwanza mkrondoza kala masaa 24 kulala masaa mawili. Umefanya kazi kubwa. Unaona na usingizi chini. Na nimetengeneza gari, nimeenda huku. Mimi nikupongeze sana. Shukrani sana. Nashukuru sana na Mwenyezi Mungu akutie nguvu kwa hili. Amina. Shukrani sana. Okay. Nafikiri ni kitu kizuri mmekiandaa, watu tumefurahia, tumekula pamoja. Ni ugumu gani ambao mmeupitia katika kuandaa kwanza shughuli hii? Ningeliweza kufahamisha kwanza hamna ugumu wowote, maana ni mazoea ni tunayo. Na sio mara ya kwanza au sio mara ya pili au mara ya tatu. Ni mazoea tunayo. Ni changamoto tu kwa kuona waliokuwa mbali katika usafiri au kuweza kujumuika wote kwa wingi, ila tunamshukuru Mungu walioitika wito wa leo na mwaka jana palikuwa tofauti. Ila tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mwaka huu imekuwa bora zaidi au mwaka jana ilikuwa bora? Mwaka huu ulikuwa bora zaidi na watu walifika kwa wingi, sio kama mwaka jana. Na maandalizi yalikuwa lishakuwa vizuri. Hakuna tatizo lolote katika maandalizi. Na unawaambiaje watu ambao labda hawakufanikisha kuja? Niliweza kusema tu kwa wale na wakujaliwa kuja, Mwenyezi Mungu awazidishie imani na wape moyo wa upendo na waweze hata kesho kutwa waweze kujaliwa kuja inshallah. Shukrani sana mzee wangu, mzee Mosi. Nafikiri watu wamefurahia na imekuwa ni jambo jema. Mwenyezi Mungu awalipe nyewe waandalizi kila la heri. Amina, na tunashukuru na sisi salamu na rehema na shukrani ziwaendee mashehe walituitika. Naam, inakuwa ni jambo la kheri kuhudhuria na hasa tunashukuru viongozi ambao wameandaa kitu kama hiki. Tuko bwana Mapigo. Mapigo wamefanya kazi kubwa sana kuanzia uhamasishaji wa watu kwenye group, wanatuambia harakati zinavyoendelea hatua kwa hatua, siku baada ya siku. Kwa kweli tunamwombea kheri. Mwenyezi Mungu azidi kumpa moyo wa kuupenda Uislamu na kuutumikia Uislamu na kutufikishia mambo kama haya, kutuandalia mihadhara kama hii na wengine wote ambao walichangia kwa nguvu zao, kwa mali, kwa nguvu, kwa fikra. Hao wote wanashukuriwa kiujumla. Shukrani sana bwana Abdul Karim. Nafikiri ilikuwa ni wakati mzuri, tumepata nafasi ya kuongea. Allah atuwekee wepesi na atuongoze zaidi. Allah. Asante sana. Kwanza asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naitwa Feza binti Musa nikiwa Lile. Nimefurahi sana. Yaani leo nimeenjoy maisha. Tumepata washehe kutoka sehemu tofauti, Belgique, yani sehemu tofauti. Wametupa somo kabisa, mashallah, alhamdulillah. Mwenyezi Mungu aweze kutuwezesha tuweze kuwa miongoni ya wale ambao mwezi wa Ramadhani hata ukiisha
tuendelee katika imani ya Kiislamu, kusali, kuogopa Allah, kutenda mema, yani ndo nataka kumaanisha hivyo. Na kikubwa nafikiri yale tulioambiwa kuyafanyia kazi. Huu mwezi wa Ramadhani utubadilishe tuwe wacha Mungu. Nafikiri ndio kikubwa ambacho wengi walikuwa wanakimaanisha. Kwa nafurahi sana kwanza kukuona na wewe ulikuwa hapa, na sijui unaweza ukawaambia nini ambao hawakufika kwenye muhadhara huu. Yaani wenye wakufika kabisa mmepitwa, yani mambo yalikuwa mazuri, mawaiza matamu, tumejifunza mashallah, na Allah aweze kutuongoza. Yani wenye wamkuja nawaambia yani mmepitwa. Siku nyingine mkisikia muhadhara huko msikosi nje jamani. Naam. Shukrani sana Bi Fedha. Allah akuwekee wepesi na atuongoze wote inshallah. Allahumma amina. Kwaherini. Okay, bye. Bye. Okay. Naitwa nani? Mimi naitwa Bwana Hashim. Nafurahi Bwana Hashim, tumekuwa pamoja katika muhadhara wa leo. Umeuonaje muhadhara wa leo na unazungumziaje? Kwa sababu nafikiri umeacha mambo yako na ni weekend, ungesema upumzike, lakini umesema no, ngoja niende nikasikilize chakula cha roho. Sijui umeuonaje muhadhara kwako? Muhadhara umetunufaisha. Ni mambo ya kheri yenyewe, kila mtu yenyewe najaribu kuhudhuria kila mara. Na kila wakati association ama modo Islamu wa Lille ukiorganize mambo ya muhadhara hivi, na kuna jitahidi unahudhuria kwa unakumbushwa kidogo kila siku. Ofet kama Yesu alivyosema ni sabuni ya roho na unapata mawili matatu unanufaika na wewe. Sawa. Na unawaambiaje sasa watu ambao labda hawakuja kutokana sababu tofauti? Watu wenyewe walikuwa na uwezo wa kuhudhuria, wa kuweza kuhudhuria, basi Allah kuwawezesha. Kwa hakuna jambo unalofanya isipokuwa Allah kakuwezesha. Unaweza kuwa nia ya kuhudhuria kwenye kitu, labda kwa Allah kukuwezesha ukaamka, kuna wengine mambo ukapata zingine urgence zingine zinakusababisha usiweze kuhudhuria. Lakini ni kuambia tu kama umepoteza, tuko na mashehe kutoka Belgique, mashehe Haji Wilman kutoka Paris. Ni mashehe wanafanya jitihada, wanatoka kwingine miji wanakuja kwetu kutufikishia dawa. Alafu sisi wenyewe tunaishi hapa kwenye mji wa Lille, kutohudhuria inakuwa ni kiupande wangu ni kama kuwakosea. Ni kweli. Juu mtu amefanya zaidi ya kilomita 100 Paris 200 na vitu, anakuja Lille kukufikishia dawa, alafu mwenyewe unaishi kilomita 20 30 hudhurii. Ni wewe ndio unaomba, wenyewe washa kufanya devoir yao kama watu wa elimu, kuja kuwafikishia maamuma. Pa kubaki uonjo utaulizwa mbele ya Mungu. Naam, kweli kabisa. Shukrani sana Bwana Hashim. Nafikiri imekuwa ni wasaa mzuri, watu tumekula pamoja, tunakutana Waislamu kwa pamoja. Kwa alhamdulillah, namshukuru Allah, tumefurahi. Tunashukuru pia kwa video kwa kufanya mavlog. Kwa hiyo inakumbushia pia nakumbushia pia hata miaka ijayo toka tunajua siku fulani tuliwahi kufanya kitu kabisa. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Majina naitwa Muhammad Modi Abdalla, nimetokea Rems hadi kufikia hapa Lille. Nia na madhumuni ya kuja hapa kwa sababu ya da'wa. Palikuwa muhadhara ambao uliandaliwa na ndugu zetu kutoka Lille, na alhamdulillah tumenufaika sana, ama tumepata mashehe mbalimbali. Kweli wallahi tunaombeeni kwa Allah walipeni kila la kheri kwa juhudi zenu hizi mnazofanya, na sisi tuko nyuma yenu inshallah. Na tunazidi kuwa support katika jambo hilo la kheri la kutuelimisha. Kwa kweli leo tulinufaika sana, tulijua namna nzuri ya kufunga saumu zetu. Alhamdulillah tulikuwa na madaktari walitufundisha saumu ndani ya kitiba inasaidia nini. Alhamdulillah tulinufaika sana mwalimu. Kweli tunazidi kuombea dua kwa Allah azidi kuimarisha kitu hichi. Haitoshi, tulihusiwa namna gani tunaweza tukafanya katika siku hizi tukufu za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kweli ndugu yangu, kama ulikosa muda au kwa ratiba zako mbalimbali, kweli wallahi tunazidi kuomba Allah kusamehe, lakini vile vile
tunakuomba ufuatilie katika YouTube, nadhani utanufaika zaidi. Moja kati ya watu ambao wametoka mbali. Kwanza unaitwa nani ndugu yangu? Mimi naitwa William Sabu. Na nafikiri umetoka mbali kidogo. Umetokea wapi kuja kwenye muhadhara wa leo? Nimetokea Lyon. Kilomita nyingi sana mpaka kufika hapa. Na umeuonaje muhadhara, au sijui kuna kitu gani ambacho unaweza kuzungumzia muhadhara wa leo? Muhadhara wa leo ulikuwa mzuri sana. Na tunajivunia kupata mashe, tunifaidika kwa kupata darsa. Ndio mwezi wa kuchuma. Kuna watu tulikuwa tuna siku nyingi hatuonani, tunionana, tunichangia pamoja. Yaani tunifurahi sisi wote. Walikuwa hawakujaliwa kufika. Kama walikuwa na nia ya kufika, Mungu atawalipa kwa nia yao. Lakini kwa wenyewe walikuwa hawana nia ya kufika, kuna chenye walipoteza kitu. Wamepoteza kitu muhimu sana. Na watakufa nikipata tena. Mimi naitwa Sama bin Walid Feruzi. Sama bin Walid Feruzi, yes. Kwenye muhadhara wa leo nafikiri kuna vitu ambavyo utakuwa umechuma kutokana na mazingira yalivyokuwa. Sijui ni kitu gani ambacho unakiona kilikuwa ni kizuri kwako kwanza kwa muhadhara wa leo? Cha kwanza kama ambacho nimefurahia Waislamu kukusanyika sehemu moja. Ndio. Tumepata dawa, wametupa mafunzo ambayo watu walikuwa labda fana ile kusahau. Mawaidha ni kitu ambacho kinaleta ukumbusho. Ndio. Sababu sio mambo mapya. Tunayasikia kila baada ya mwaka, lakini vile unavyoyasikia ndio naenda na kujenga. Kabisa. Na tuko kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, alhamdulillah. Hili jambo tulikuwa tunatamani hata lijirudie tena. Sawa. Huyu mwezi kabla hata hujaisha. Lakini ndio hivyo tena, tumeridhika na machache ambayo tumefikishiwa na viongozi. Ndio. Na ambao Mungu kawajalia ilmu, alhamdulillah. Inshallah. Muhadhara wa leo ulikuwa muhadhara ambao ni wa kihistoria kwenye mji wetu wa Lille, na tulipokea wageni tofauti kutoka Ubelgiji, Uholanzi, Ubelgiji na Uholanzi na hapo Faransa pia, kutoka mikoa tofauti kutoka hapa Lille, Paris na sehemu zingine tofauti. Mpaka watu wa Lyon pia, watu wa Lyon walikuja. Kiukweli alhamdulillah, tunamshukuru Allah. Siku ya leo tarehe 8 ya mwezi huu wa Ramadhani ilikuwa ni siku ambayo ni ya kihistoria kwetu sisi watu wa Lille, Waislamu wa Lille. Kiukweli tunajivunia alhamdulillah. Tulijifunza mengi na ambayo tunafahamu, mengine yakatafakaga, lakini tunasikia tena na kutuzidisha imani na kutufanya tuweze kurudi kwenye njia iliyonyooka. Ambao kufika wameomba naweza kusema kwa njia hiyo. Kwa majina mimi naitwa Muhammad, wengi wanazoea kuniita Murusi. Na umeonaje muhadhara, kwa sababu hilo ulikuwa MC wa shughuli, naamini umevuna mengi sana? Mimi kwanza naanza kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na shughuli ilikuwa ndogo, lakini alhamdulillah masala na mazoea nayo ni muda mrefu kabisa. Niko katika hizi harakati. Ndio. Alhamdulillah, hadhara yetu imeendeka vizuri. Wageni wetu walifika salama kutoka Belgique na mmoja kutoka Paris, na walitufikishia zawadi ambayo walikuwa wametuandalia biidhnillah jalla wa ala. Tumepata chakula cha nafsi. Alhamdulillah. Na tunatarajia kwa Allah. Allahumma. Kusema ukweli ilikuwa ni muhadhara mzuri sana. Watu kutoka mbali, sehemu tofauti, mashekhe wametoka Belgique kuja kuwaelezea Waislamu na kuwapa chakula cha roho. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo kwa kweli inapotokea nafasi ya kitu kama hiki, hautakiwi kupuuzia. Popote ulipo unatakiwa usogee, kwa ajili ya ni moja ya kitu ambacho kesho na kichokutwa mbele ya Mwenyezi Mungu utauona manufaa yake, kwa sababu kikao kilikuwa ni kwa ajili ya kukumbushana kheri na watu wameizungumza kheri. Nashukuru sana kwa wote mnaotazama video hii mwanzo mpaka mwisho, mmetisha. Na kwa yoyote ambaye haja subscribe channel hii, usisubiri subscribe, kwa sababu nitakuletea content nyingi za kidini ambazo zitakuwa zikitokea sehemu tofauti, na naamini utanufaika sana. Twende pamoja mkono kwa mkono mpaka pale ambapo tutaifikisha dini yetu pale Mwenyezi Mungu anapotaka ifike. Mpaka wakati mwingine tuwe pamoja katika kila wakati ambao nitakuwa nikiupload video mpya. Like the video, usisahau kulike video, kwa sababu video hii itaenda kwa watu wengi, wataitazama kwa wakati mmoja. Tuko pamoja mpaka wakati mwingine.